Wamenichomea nyaraka nitoka na mahakamani. Hakujua kwamba wamenipa hii. Miaka 25, robo karne ya kusubiri haki. Kila alfajiri aliamka akiwa na matumaini mapya, na kila jioni alilala na maswali yale yale. Je, siku moja atapata mafao aliyostahili baada ya kumpoteza mume wake? Lakini katikati ya ukimya wa miaka 25 ya kusubiri, mwanga wa matumaini ulianza kuonekana kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Kilio cha mama mjane kutoka mkoani Shinyanga kilisikika, na safari yake ndefu ya kutafuta haki ikaanza kupata majibu. Tangia nifiwe mume wangu nilikuwa sijapata hela yangu ya pension ya mume wangu. Leo hii nimefika kwenye ofisi hii, nimepata mambo mengi ya kimsaada wa kisheria wa kampeni ya Mama Samia. Paka na hela ya mume wangu imefahamika ilipo, na nina uwezo wa kulipwa kwa ajili ya kampeni ya Mama Samia. Ni moja kati ya simulizi za maumivu, uvumilivu na ushindi wa haki. Akizungumza bungeni, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera anaeleza kuwa katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 zaidi ya wananchi milioni 7.4 walipatiwa huduma za msaada wa kisheria nchini, huku migogoro 5209 ikipokelewa na zaidi ya nusu yake kufanyiwa maamuzi. Aidha, kupitia huduma za msaada wa kisheria katika magereza ya mikoa ya Mara, Mwanza, Shinyanga na Simiyu, wafungwa na maabusu 1377 waliachiwa huru kupitia parole au adhabu mbadala. Kufuatia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria, yani Mama Samia Legal Aid Campaign awamu ya kwanza, wizara imekamilisha mkakati wa utekelezaji wa awamu ya pili wa MSLAC2 utakaotekelezwa katika kipindi cha miaka mitano, yani 2026, 2027, 2029, 2030. Mkakati huu unalenga kuimarisha mafanikio yaliyopatikana na kushughulikia changamoto zilizojitokeza katika awamu ya kwanza. Kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia ni nini hasa na imelenga makundi gani? Huyu hapa mkurugenzi wa msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Bi Esther Msambazi, anaeleza. Tumeendelea kutoa elimu kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, umuhimu wa wananchi kuandika wosia, lakini pia umuhimu wa wananchi kufungua na kufunga mirathi ili kwamba zile mali za marehemu ziweze kugaiwa ili tuweze kupunguza hii migogoro. Lakini eneo la tatu ni matunzo ya watoto. Ni eneo kubwa pia ambalo tumekutana nalo, ambalo hili linaenda sambamba na masuala ya ndoa na matunzo ya watoto, kwamba kuna kutelekeza watoto, kuna ndoa nyingi zinavunjika, lakini na masuala mengine yanayoendana na hayo. Ni migogoro ipi inaongoza zaidi katika jamii ambayo msaada wa kisheria Mama Samia umekutana nazo? Katibu wa chama cha mawakili wa serikali PBA, wakili Rashid Muhammad, anabainisha migogoro inayoongoza katika jamii. Watu wamenufaika sana, na tumeona ukiachilia mbali hizo changamoto ambazo nimezieleza, lakini tumeona pia tumeweza kuzisaidia hizi jamii kwenye matatizo yale ambayo mengi tulikuwa tukumbana nayo. Tulikuwa tunakumbana na migogoro ya ardhi, ndio kulikuwa na changamoto kubwa sana, lakini pia kuna mambo ya mirathi na mambo mengine, mambo ya mikataba, mahusiano tu ya watu. Mwanzo wanafanya, mtu anaweza kama umeingia labda kwenye biashara, wanaaminiana, lakini baadaye wanakuja kugeukana, na inachukua muda mrefu sana kumaliza tofauti zao. Wananchi walionufaika na msaada wa kisheria wa Mama Samia wanaeleza namna utoaji haki unavyokosekana kutokana na wananchi kutokuwa na uelewa wa masuala mazima ya kisheria. Nikawashauri vijana wangu wasitumie sheria mkono. Ndio nikavumilia hadi kamati hili ilipofika. Nimetoa maelezo na kumbukumbu zangu. Sisi tunataka utekelezaji wa hili. Sawa. Unaelewana? Sawa. Sasa hivi nimesaidiwa. Nimepata shamba langu. Ninashukuru sana. Nikiingia hapa anaenda nahonga. Nimesumbuka kwenye mabarasa, nasumbuka kila sehemu, nimesumbuka Kwa kweli kumdhulumu mama kama huyu ni kitu ambacho hakipendezi hata mbele za Mungu. Sababu moja, na mapungufu ya viungo, pili anafanya kazi zake kwa ajili ya kujitafuta kukidhi mahitaji yake yeye mwenyewe binafsi. Kinaniumiza.
Tumezisikia shuhuda nyingi, wananchi walionufaika tayari na kampeni hii ya msaada wa kisheria wa Mama Samia. Je, wananchi wamepokeaje msaada huu wa kisheria? Tunaomba misaada hii iendelee ili kuepuka kupoteza haki za msingi za kile kilichokuwa cha kwako, na iendelee hapa na sehemu nyingine kufikia penye uhitaji zaidi. Kuwa hii swala liwe endelevu ili tuweze kuepusha migogoro kwenye familia na kuweza kuzijua sheria zetu vizuri. Imetusaidia kupunguza gharama za kutafuta ushauri wa kisheria, pia imetusaidia kutatua changamoto zilizokwama kwa muda mrefu, na kingine zaidi imesaidia kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi waliopo mjini na vijijini. Migogoro ya kisheria pia inatajwa kuongeza changamoto za afya ya akili. Baada ya wananchi kuwa wamepata sehemu ya kupumulia matatizo yao, yani unaweza ukakuta sasa hata afya za watu zinarudi, kwa sababu kuwa na changamoto ambazo hujui utatuzi wake utaupata wapi, nawe pia ni tatizo. Yani inaweza kukuletea magonjwa ya pressure. Hizi changamoto ziona za kiafya muda mwingine ni ile tu migogoro ya jamii wanapokuwa nayo. Sasa unapopata njia ya kutatua migogoro ya watu, maana yake unarudisha afya za watu. Kamishna wa sheria na uendeshaji wa magereza Nicodemus Tenga alieleza kuwa kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria wa Mama Samia imewanufaisha zaidi ya wafungwa na mahabusu 12,000 nchini, huku mahabusu 6,900 wakiachiwa huru baada ya kupata msaada wa kisheria. Ripoti na Martha Magawa, Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.